Endeleeni kuniombea, endeleeni kunipa imani, endeleeni kunipa ushirikiano. Ninataka nibadilishe hii kata. Ninataka siku moja naacha udiwani mnalia. Ninataka siku moja naacha udiwani muone tofauti wa maziwa na maji. Ni katika mkutano wa diwani wa kata ya Ipande, Mheshimiwa Kedmon Mpondo, uliokuwa na ajenda 3 ikiwemo kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa diwani wao. Agenda ya pili ni kutoa mrejesho wa kazi za serikali zilizofanyika baada ya kunichagua. Kuna mambo mengi yamefanyika, tutapeana mrejesho ambao mimi mtumwa wenu mliyenituma lazima nirudishe ripoti kwa mabosi wangu. Hapo vipi? Lakini agenda ya 3 na ya mwisho ni kusikiliza kero, changamoto, maoni, ushauri kutoka kwa waajiri wananchi wa hapa Ipande. Awali ya yote alianza kwa kuwashukuru wananchi kwa kuichagua serikali ya awamu ya 6 iliyo chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi niliyesimama hapa kwa kumshukuru Mungu pamoja na wananchi wote wa kata hii ya Ipande, kwa dhati ya moyo wangu ninawashukuru sana ninyi watu wema wa Ipande. Mwaka jana katika mchakato wa uchaguzi tulinadi sera wengi, lakini mkaona Kedmon Mpondo anatufaa kuendelea kuwa diwani wa hii kata. Nimekuja kuwashukuruni sana kwa kura nyingi mlizotuchagua mimi na wenzangu. Yohana Msita ambaye ni mbunge atakuja kufanya mkutano hapa mwezi wa 7 mwishoni au wa 8. Lakini Rais Samia ambaye ni figa la 3 naye ametutumia salamu nyingi, tuwasalimie ninyi watu wema wa Ipande. Ndugu zanguni, kwa kura mlizotoa kwa Chama cha Mapinduzi, mlitoa kura za matumaini, na sisi tunawaahidini kwamba hatutowaangusha. Ndipo alipoanza kuelezea mipango na maendeleo ya miradi mbalimbali iliyopo ndani ya kata ya Ipande. Hotuba iliyogusa kila sekta, ikiwemo sekta ya miundombinu ya barabara, sekta ya umeme, elimu, kilimo pamoja na ufugaji. Kuna mambo ambayo tumeyafanya, kuna mambo ambayo tumeyabajeti. Tunasubiri mwaka wa fedha mwezi wa 7 na kuendelea yaanze kufanyika katika kijiji chetu cha Ipande na kata yetu hii ya Ipande. Tulikuwa na changamoto nyingi kwenye miundombinu yetu. Kata hii ilikuwa kisiwani, ilikuwa huwezi kutoka wala kuingia. Msoto huo tumeupata pamoja na mimi nikiwa hapa. Shida zenu mimi ninaziishi kwa sababu sijajenga Manyoni, sijajenga Morogoro, ninakaa hapa hapa. Shida zenu ninazitambua. Unapoteseka wewe na diwani huyu anateseka hivyo hivyo. Barabara hii tuliteseka kweli kwenda Kitopeni. Ukienda njia ya Lataa na kwenye kawa shida. Kwenda Kitopeni shida, kupita na Lataa shida. Tukawekwa kati, tukawa kisiwani. Ndugu zanguni, tunajua umeme sisi kwetu ndo kwanza bado mgeni. Tuna changamoto ya nyumba nyingi bado hazina umeme. Kaya nyingi bado hazijafikiwa na miundombinu ya nguzo, tunalitambua. Na tumeshafanya survey ambayo itaenda kupunguza kelele na kero kubwa hapa Ipande. Tumefanya survey huu ukanda wa huku mpaka mashariki kule, na ukanda huu wa kaskazini mpaka mwisho tayari masavea waishapita, wameshaandaa mchoro. Kwa hiyo tukae mkao wa kula. Lakini kwa aliyepata bajeti ya kitongoji ni Lalata. Lalata tayari tumeshawekwa kwenye mpango kabisa wa bajeti ya kitongoji. Muda wowote kinaumana. Lalata oe. Kwa hiyo kitongoji hiki tunakitangaza rasmi kwamba tayari mambo safi.
Tutaendelea hivyo hivyo kufanya umeme jazilishi, huku tukizingatia Ipande ni mji unaokuwa na mji ulioiva kabisa. Na juzi nimeongea na maafisa ardhi ambao watakuja wiki ijayo hapa kwa ajili ya kupanga mji wetu. Nataka mji wetu upangwe uwe kisasa, tuachane na kumiliki mashamba zaidi ya eka 2-3 hapa mjini. Kwa hiyo tutakata viwanja humu, kama hauzi ujenge. Najua sio kazi nyepesi, mtanuna, lakini hatuna namna. Maendeleo lazima tutumie nguvu kidogo. Kwa hiyo maafisa ardhi watakuja kupanga mji wetu wa Ipande ukae kitaalamu. Hapa ndo makao makuu ya kata, vile vile tunasogea kupata tarafa. Sisi watu wa Ipande, sababu yetu nyeupe ni dengu. Dengu mwaka jana imedorora bei. Lalamiko hili tuliliongea mbele ya waziri wa fedha Nzizo, ambaye sasa hivi ndo waziri mkuu, alipokuja hapa Ipande. Mimi kipaza sauti wenu niliongea na nikalalamika kuhusu bei, lakini mbunge wetu Msita naye tunaendelea kumsumbua kuhusu bei, naye hanyamazi, anaongea kila akipata nafasi bungeni, na imani mnamfuatilia, analalamikia sana juu ya nini? Bei. Lakini katika sekta ya mifugo najua tuna changamoto ya malisho. Wataalamu wetu wa mifugo wapo hapa na watushauri sana tufuge kisasa, sio ufugaji wa mfugaji anakonda na ng'ombe anakonda. Wanasema tufanyaje? Tufuge kisasa, ambapo ninyi wenyewe ni mashahidi. Ipande sasa hivi tuna watu wengi, tumejaa fulu nyomi. Kwa hiyo ukitaka malisho hapa ni changamoto, labda pembeni kule hatuna hata eneo la wazi. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Diwani alitoa nafasi ya kusikiliza kero za wananchi. Katika kitongoji cha Lalata kuna shida ya maji, hasa msimu huu wa kiangazi. Wamerashia tu juu. Sasa sijajua wamekabidhi ama hawajakabidhi, na kama wamekabidhi, tafadhali, eneo lile ni chafu, mvua zikinyesha pale hatupiti. Mheshimiwa, tunaomba angalau kidogo tupunguzie gharama ya madawa. Tunagawa madawa bure, kwa sababu kusema ukweli zao la dengu lina gharama kubwa, lakini tunapewa bei ni ndogo mno. Zipo zilizotolewa ufafanuzi na zipo ambazo zinahitaji muda kwa lengo la kutatuliwa. Muite mtu huyu ili sheria dhidi yake zichukuliwe, uwasikilize, ujue ukweli kipi ni kipi. Lakini ikafika hatua mpaka akaziba palio. Ni mambo ya ajabu kabisa. Ni uonevu mkubwa, uonevu kweli kweli. Ndugu zanguni, mimi naomba hii tuifanyie kazi. Ulienda baraza la ardhi la kijiji, haukupata majibu. Sisi kata naomba tuichukue kupitia mtendaji wangu wa kata. Tunalo baraza la kata pia, lakini pia sio mwisho hapa. Tunakusaidia tujue kipi ni kipi, maana tumesikia upande wako mmoja, tutasikia na upande wa pili, ila kwa namna ulivyoeleza inaonekana unaonewa. Tutalifanyia kazi. Naomba ikiwezekana kesho au baada ya mkutano onana na mtendaji, mpeane namba za simu ili mpange ratiba, kama kesho au kesho kutwa kesi hiyo ianze kufanyiwa kazi. Ramadhani Juma, Itigi TV. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.